tulianza kufundisha upendo, na tukaenda tumeenda mpaka Jumapili tulifika kwenye upendo. Tuko kwenye upendo tukiangalia tabia za upendo, characteristic of love, tukiangalia tabia za upendo. Na haya tunayojifunza ni mambo ya kule ndani ambayo yanasumbua mwanadamu, na ndio nilikuwa sasa tumefika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 13. Tuko pale, wale ambao kama pamoja nasi mama Mesha kwa na sisi tulisonga na tulienda mpaka tukafika mstari wa 5. Sasa tuko mstari wa 5. Unganisha maneno haya na maneno ambayo yanatoka kusemwa hapa. Mimi nazungumzia kitu kimoja, nikielezea jinsi kilivyo na jinsi kitakavyokuwa. Tuliona bila upendo wewe si kitu. Na nimejaribu kupima sana maneno haya ninayozungumza, na mimi naendelea kujipima. Unasikia hiyo kitu hiyo Perida, na kwa Kiingereza anasema to evaluate yourself, yaani kujitathmini wewe peke yako. Ukijitathmini utajua kama una upendo ama kama huna upendo, na kama huna upendo unatakiwa kutafuta upendo. Unaona, kama huna upendo, unaona hiyo kiburi inafanya mtu ukimwambia kitu hawezi sikia, na mtu mwenye upendo hata akiambiwa neno gumu namna gani atasikia. Mtu mwenye upendo hata ukimwambia neno gumu namna gani atasikia. Kwa hivyo mimi nifanye continuation ya pale tuliachia, maana tuko mstari wa 5 ambaye tulikuwa tunafuatilia neno lile, upendo huvumilia. Ngoja tuanzie mahali tulianza. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni. Sasa tuko kwenye mahali nasema upendo haukosi kuwa na adabu. Haleluya. Hapo ndio tuliachia. Upendo haikosi kuwa na nini? Na adabu. Hiki kama inasemaje? Kama amesahau. Twende Kiingereza. It is not rude. It is not rude. That's fine. Basi bali hapo mwanzo kabisa. Anasema love is not love. It is not rude. Unaenda kusema it is not rude. Inafaa hapo ni vizuri. Or not rude. Tuko hapo. Upendo haufanyi nini? Haukosi kuwa na adabu. Kama umepata mstari wa 5. Mwanzo kabisa. Onaambika undukuta ile. Hizo tafsiri zinakuja zinalingana. Rudi. Undukuta ile. Na una adabu. Siko sawa? Tafuta wakati mwingine kuna Kiswahili kingine iko na hiyo neno. Unajua tunajifunza tuelewe. Perida uko na Kiswahili gani? Hauna maji. Nataka kizungu. Kuna kizungu. Inasema love doesn't force itself on others. Hiyo mstari ya 5. Angalia maneno tu kidogo ambayo unaiona tu ni madogo sana. Na hiyo ni kipengele nafikiri ni ya 6 ikiwa ndani ya upendo. Na kama upendo haukosi kuwa na adabu, it's not rude. It doesn't force itself kwa nguvu kwa wengine. Sasa mtu yoyote asiye na upendo, kitu kinachokuwa ndani yake ni kukosa adabu. Kukosa adabu, sijui tutaielezaje kukosa adabu, maana kukosa adabu unaweza ukavaa nguo mbaya, sijui ukaongea vibaya ama ukanena vibaya. Lakini kile naelewa ya kwamba kukosa adabu ni kwamba ni mtu ambaye hawezi kusikiliza ama kuambilika jambo. Na pia anaweza kutukana ama anaweza kurudisha maneno machafu kwa yule anayemuelekeza. So ukiwa na upendo, hakuna siku utakosa kumsikiliza yule anayekwambia, hata kama atakuwa anakuambia kwa ukali, kwa sababu uko na upendo, na upendo inaweza kuneutralize yule ukali wake. Unaona, inaweza ikaneutralize ukali wake. Sasa wewe hauoni hicho anachokisema hata kwa ukali, kwa sababu already una upendo. Na ndio unaona mtu anakaa anafanywa mabaya
kwa sababu ana upendo, halipi ubaya kwa baya. Halipi ubaya kwa baya. Na hiyo ndio nimepitia hapo saa hii asubuhi, ya kwamba atusilipe baya kwa baya. Kwa sababu upendo haukuwagi na kukosa adabu. Na tukikosa adabu tunatenda lolote lile, tunafanya lolote lile. Na kwa hivyo unaweza ukajipima mwenyewe ukijiangalia utu wako wa ndani, kwa sababu hapa tunazungumzia mambo yasiyoonekana. Je, una upendo wewe? Na kama una upendo, upendo wako umezaa mbegu gani? Ama unatoa mbegu gani? Je, ni mbegu hiyo ya kuwa rude? Ni kuwa mtu asiyeamilika? Na ukiambiwa jambo lolote, hata kama linakukusaidia, unachukia, sababu hauko kwenye upendo. Lakini upendo husikiliza, upendo huelewa. Sasa mtu asiyekuwa na upendo hakosi kuwa na adabu, yaani anakuwa na adabu. Asiye na upendo hana adabu. Umeelewa kitu kinasema hapo? Mtu aliye na upendo hakosi kuwa na nini? Na mtu asiye na upendo hana nini? Sasa unaweza kuiweka tafsiri ile unaona hapo, uone ya kwamba unahitaji kujiangalia ndani, ujipime uko ndani, umevaa utu gani, unakaakaaje? Maana Mungu wetu, tulisema Mungu ni upendo, na ikiwa ni upendo, Mungu anatuvumilia usiku na mchana, na anataka watoto wake wawe na upendo wa mtu na mtu, upendo wa mtu na mtu, ili wavumiliane katika dunia hii, maana makwazo hayana budi kuja. Tunakuwa na dhana. Unajua kuwa na dhana, umebeba dhana. Kama mtu anaenda vitani, anabeba dhana za kupigana. Ile itakayotusaidia kuwa na ushindi ni neno hili, upendo. Na tukiwa na upendo, hatukosi kuwa na adabu. Tutakuwa na adabu, tutakuwa watu wasiweza kujisukuma, sijui kuchukumia ama kuzungumza rude. Hata kama umeambiwa vibaya, wewe haujibu vile umeambiwa, utajibu vingine. Kwa hiyo naweza kuangalia haya maneno yamepita hapa, ya kwamba ukijiangalia wewe utaweza kujiuliza, mimi je, nina adabu au sina adabu? Ukikuta una adabu, unafanya asiyofaa, unajua ya kwamba hakika niko na shida ya kukosa nini? Kama una upendo, haukosi kuwa na adabu. Upendo una adabu siku zote. Upendo husikiliza siku zote. Upendo inavumilia siku zote. Upendo, yani sijui tutaielezaje, lakini utalielewa tu. Upendo haukosi kuwa na adabu. Kipengele cha pili hapo kinafuatilia, wewe utashikanisha vile utashikanisha, utajitathmini mwenyewe. Utajiweka mwenyewe kwenye hesabu, jiangalie uko wapi. Hautafuti mambo yake. Angalia hapo kwa Kikamba. Onangwe mande asi. Angalia kwa Kiingereza. It's not selfish. It's not selfish. It's not selfish. It does not demand its own way. Hii Sunday Bible ndio inasema. Does not demand its own way. It's not selfish. Kwa Kiswahili anasema hautafuti mambo yake mwenyewe. Sasa mtu mwenye upendo hawezi akajing'ang'ania mwenyewe. Mtu mwenye upendo, pamoja na kwamba hana za kutosha ama za kufanikisha maisha yake kamili, anawajali na wengine. Mtu mwenye upendo anajali na wengine. Lakini ukikuta mtu asiye na upendo, yeye hutafuta namna atakavyojijaza mwenyewe, atakavyofanikiwa mwenyewe. Na ndio unaona hata huduma zimekuwa ngumu kufanya. Maana nikiona mtu akiona mwingine ameinuka kidogo, kwa sababu hana upendo, anaona kama anachukua nafasi yake. Sasa upendo inafanya mtu asitafute mambo yake mwenyewe. Mimi tumekuwa na nyinyi na niko na shida moja. Shida yangu ni kwamba sijui kuitisha pesa. Na Biblia inasema tushukuru kila mwaka tu, yani tunashukuru Mungu kwa mwaka. Na huwa anasahau, naye David ananyamaza, yule naye ananyamaza, yule ananyamaza. Unakuta jambo hili la kushukuru Mungu kwa mwaka halikuji kwa wakati wake, kwa sababu wale tuliopo hatutafuti mambo yetu wenyewe. Lakini ukikuta mtu anatafuta mambo yake mwenyewe, hiyo ndio kitu cha kwanza itaanza kutangazwa kama mwezi wa 9. Maanake hata zikikuja haziendi kwa kanisa, zinaenda kwa mtu.
zinaenda kwa mtu. Yaani natoa tu mfano. Sasa ni vizuri tuelewe ya kwamba mtu mwenye upendo hatafuti mambo yako mwenyewe, anasaidia wengine, anatetea wengine, anainua wengine, anawapatia wengine nafasi. Lakini mtu asiye na upendo hutaka kujizungusha mwenyewe, anakaa mwenyewe, anafanya mwenyewe. Wacha nikwambie, hautafika popote. Kwa hiyo ukiwa na upendo utamjali na huyu, awe mzuri, awe mbaya, upendo wako hauchagui. Upendo wako hauchagui. Lakini watu wametafuta mambo yao wenyewe. Kwa sababu hawana upendo, tunapigana. Ninakaa hapa nawaambia, ninataka hiki kama mchungaji, ninalazimisha, maana najipenda mwenyewe. Sina upendo. Lakini nikiwa na upendo, hata nashindwa kukuambia ninataka unisaidie hiki ama unifanyie hiki, inashindikana. Maana nakupenda, na nikikuangalia hali yako, nikijiangalia naona afadhali na mimi. Sasa nikienda kumwambia tena huyu, itakuwaje kwake? Kwa sababu na upendo. Lakini mtu asiye na upendo utafuta cha kwake, hata haoni mwenzake kama yuko chini ama yuko juu. Maana upendo, kukosa upendo kunamwambia wewe ndio unataka uchukue, wewe ndio unataka ufanye, wewe ndio unataka upewe. So mimi ningeomba ya kwamba Mungu atusaidie, atupe neema, tuwe na upendo. Na tukiwa na upendo, hamtu atafuti mambo yake mwenyewe. Eti kwa sababu unataka kuwa mhubiri hapa ama unataka kuwa kiongozi hapa, unang'ang'ana mpaka unaleta fujo. Unaenda unafanya siasa kama zile za Absalom. Shugala alikuwa anaitwa Absalom, ule mtoto wa Daudi. Ule alikuwa anangojea watu kwenye geti huko, anawabusu mikono. Alikuwa anaitwa nani? Ni huyo Absalom. Yeye alitaka kuwa kiongozi na baba yake alikuwa Jafa. Na alikuwa anajua sio yeye kiongozi, ni ndugu yake Sulemani ndiye atakuwa kiongozi. Kwa hiyo akajitengenezea group, anakaa kule mbali na lango. Watu wakija kwa mfalme, yeye anaongea na wao, anawabusu mikono, anawaambia itakuwa nikiwafanyia hivi, mkinipatia nafasi, mkinipa uongozi. Yeye anajitafutia mwenyewe. Hana upendo. Hana upendo. Mpaka baba yake mwenyewe aliinua vitu. Unakumbuka Daudi akitoroka? Kwa sababu kuna mtoto aliinua vitu. Lakini angalia ile kujitafutia, alitundikwa juu ya miti. Akiwa anakimbiza baba yake. Awapigane auwe, achukue ufalme. Angalia akiwa kwenye hiyo farasi yake, akashikwa na miti. Hakupata kitu. Yeye ni binafsi, asiye na upendo, baba yako mwenyewe. Kwa nakwambia ukiwa na upendo, hautang'ang'ana, hutaforce yourself somewhere. Mahali hata kama una kitu kimejaa na unaweza kufanya kuliko yule yako mbele yako, upendo inakwambia ngoja. Upendo inakwambia ngoja itafika. Na ukingojea, upendo inakwambia ngoja. Ukikubali kungojea, utafika mahali pako pazuri, mahali panapofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Lakini na hii ndio shida tuko naye mpaka manyumbani. Na ndio Penida ameeleza, ndio sababu hata sina mambo mengi ya kusema. Maana nimekwambia kama si vile mnangoja tu kusikia neno hilo, ningesema tuabudu Mungu, twenda wapi? Maana umeambiwa vitu ambavyo vinatusumbua. Sasa tukiwa na upendo kule nyumbani, hatutakuwa na shida yoyote. Kwa hivyo upendo hautafuti mambo yake, Hebu tutashikilia tu hapo, lakini tusome kidogo kitabu cha Zekaria sura ya 8. Tusome, lakini hapo tutarudi. Yaani hii ni nyongeza tu kidogo. Kale kitabu cha Zekaria sura ya 8. Tukiwa tunaliangalia hiyo, upendo hautafuti mambo yake mwenyewe. Sura ya 8. Na ukiona mtu mwingine amefaulu, unaweza kuinua mbinu mpaka afike chini, kwa sababu wewe ndio unataka ujulikane. Huyo ni mtu asiye na upendo. Angalia mstari wa 17. Sura ya 8 mstari wa 17. Hatujafika? Tusome. Wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake, wala asipende kiapo cha uongo. Nilikuwa nataka hiyo Wala
mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake. Kiingereza inasema, naona kigamba anafuta. Do not plot evil against your neighbor. Unaona kuwaza, Kiingereza inasema plot. Maanake kutengeneza na mabaya. Hebu kigamba. Na kutikende wewe muwenu usiwane ya mutui wake ngoni Ondo. Sasa wakati tunajifunza upendo, kama tuna upendo na upendo haitafuti mambo yake mwenyewe. Hakuna siku mtu mwenye upendo atamwazia mwenzake mabaya. Upendo haifanyagi hivyo. Lakini leo tunawazia watu wengine mabaya. Mtu anakaa hivi anasema, laiti fulani hangekuwa. Manake kama hangekuwa, mimi ningekuwa na ile nafasi. Wengine wanaanzia wengine wakufe, wawe na nafasi sawa. Watu wa dunia ambaye hawana huyu Mungu tuko naye, akitaka kaploti yako na una uwezo, ataenda kule serikalini na aweze kufanya jambo lolote lile na achukue hiyo nafasi kwa kutumia nini? Pesa. Anakuazia mabaya. Sasa upendo hautafuti mambo yake mwenyewe, na kwa sababu hautafuti mambo yake mwenyewe, haimwazii jirani yake mabaya. Sasa unajiuliza wewe, ijapokuwa huyo jirani anaweza kuwa ni mbaya, je, wewe unamwazia mabaya? Hapo ndipo tunasoma, tunaambiwa kwamba tabia zetu ziwe ni tabia zinazoonekana. Ikiwa upendo hautafuti mambo yake mwenyewe, sasa wewe unafanyaje kuonyesha ya kwamba pia hata yule yupo, ijapokuwa anafanya isiyostahili, bado unamuona mtu wa Mungu? Kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha Zakaria akasema ya kwamba katika mstari wa 17 anasema wala mtu wa kweli asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake. Lakini angalia vile tunawaza mabaya juu ya majirani. Angalia vile tunawaza mabaya. Wakati unawaza hayo mabaya, wewe umeshashindwa. Sababu inasemekana ya kwamba usilipe mabaya kwa mabaya. Yeye amekufanyia mabaya, lakini kwa sababu ya upendo wewe humwazii mabaya, wala huna ploti yoyote kwa ajili yake. Yaani humpangii lolote ni baya, unampangia wema. Lakini kwa sababu jirani alikufanyia hivi, jirani aliongea, jirani alifanya, mtu fulani alisema, yaani ndani yako umemchukia, umeona hafai. Na wakati umeona hivyo, ni wewe umejiweka kwenye shida. Niliwafundisha kuto kusamehe, unakaa gerezani. Unakaa wapi? Gerezani. Unakaa gerezani. Gereza ya kiroho. Huwezi fanikiwa usiposamehe. Sasa angalia, huwezi penda mtu kama hujamsamehe mtu. Ni kweli? Kwa tunaanza kusamehe ndio tupende watu. Mungu akatupenda, akatusamehe. Sasa wewe na mimi ni lazima tuelewe, tusiwaze mabaya. Na ni nini kitatusaidia? Ni mtu kutoku kumwazia jirani yake mabaya. Alafu Methali 3:29. Methali 3:29. Ujumbe wangu unaendelea mahali nilianzia kama miezi 2 imepita. Kwa hiyo ukifuatilia vile unaandika, uende uangalie vizuri utaona. 3:29. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama. Ikawa haya, soma Kiingereza wakati anajiandaa. Do not devise not evil against thy neighbor, seeing that he dwelleth secured by thee. Haya, ndukasuane mutui waku uthuku nundu atuye lele bakube naku. Kiangalia andiko kuonyesha ya kwamba ijapokuwa huyu jirani yako vile tulisoma kwenye kitabu cha Mathayo ni adui, na wewe ni Mungu. Sasa kulinganishwa na neno la Mungu, wewe ni Mungu. Usiwaze mabaya ijapokuwa anakufanyia mabaya usiku na mchana, na ukajiona wewe uko salama. Ukiwaza mabaya juu ya jirani yako aliye karibu na wewe, hata aliye mbali na wewe, bado wewe hauko salama. Ili uwe salama, huyu mtu unayekaa na yeye awe anafanya isivyostahili ama anafanya inavyostahili, ndani ya moyo wako kuna kitu kinatakiwa kuwepo.
ni upendo. Na upendo ukiweko, hautahesabu yale yaliyo mabaya. Kwa sababu ukirudi katika kitabu hicho cha Wakorinto, hebu tuende hapo, utaona hiyo kitu nataka kukuelezea na kuelezea kabla hujafika Wakorinto, mahali tulikuwa sura hiyo ya 13 na mstari mdogo hapo, tulikuwa 5. Kuna maneno iko hapo inazungumzia hilo jambo. Hiyo inafuatilia hiyo ingine tumesoma. Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Upendo hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hebu angalia vizuri. Upendo hauoni uchungu na hauhesabu mabaya. Sasa inamaanisha nini? Inamaanisha tunakaa na watu wabaya. Tunakaa na watu wabaya, lakini kwa sababu tuna upendo, hatuwazi mabaya juu yao, wala hatuna uchungu juu yao, wala hatuna kelele juu yao. Si kwa sababu hatuwezi fanya hivyo, ni kwa sababu neno upendo likiwa ndani yetu, huo upendo hautupatii kuona haupatii kuona uchungu au kuhesabu mabaya. Sasa ndio unaona huyu mwandishi katika kitabu cha Methali anasema usifanye nini? Usimwazie mabaya jirani yako na ukajiona wewe ni nini? Ni salama. Kwa sababu upendo hauoni uchungu. Upendo hauhesabu mabaya. Hizo ni vitu viwili nafuatilia pale mbele. Kwa hivyo hautafuti mambo yake mwenyewe upendo. Hauoni mabaya, hauhesabu kuweka faili ya makosa. Hauna upendo, hauna makosa. Na ukiona mtu anaweka faili ya makosa, kile amepungukiwa ni nini? Ni upendo. Kwa hivyo mwandishi hapa anasema katika kitabu cha Zekaria, wala mtu wa kweli asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake, maana upendo haumpatii mtu kuwaza mabaya. Kwa nini? Kwa sababu upendo hauonani uchungu. Upendo hauhesabu nini? Hebu angalia vile wewe unahesabu mabaya. Angalia vile unahesabu mabaya. Kama tungefungua hiyo roho yako, tulipasue saa hii. Ungeona? Maana kuna faili kubwa, si ya mema, ya mabaya. Na kule kuhesabu mabaya na kuona uchungu ndio inakufanya uwe jinsi ulivyo. Maana hizi ni vitu ambavyo havionekani. Huyu binti amejaribu kueleza hizi vitu. Sasa mimi natoa tu. Ni mambo ambayo hayaonekani, yanakaa kwetu. Na tunaimba na tunatoa sadaka, lakini tunahesabu mabaya tuliyofanywa, tunaona uchungu. Sasa mtu mwenye upendo anaga uchungu na hahesabu mabaya. Haleluya. Lakini wewe, hebu angalia ni nini kiko ndani yako. Umekosa amani. Hauna furaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaangalia kile ulichofanywa, kile kilichotendeka, kile kilichofanyika. Hata kama mimi nitakuja nikuonee, nikwambie kaa kando hapa, wewe unatakiwa ukiwa na upendo uendelee kukaa ungoje Mungu wapi? Hapo. Si kuendelea kusema hawa watu wanipendi, huyu watu wanipendi, hawanipatii namna hii, hawanifanyii hivi. Hilo ni uchungu na kuhesabu mabaya. Mabaya ndio ndani yako. And you never prosper, my friend. Hakuna siku utafanikiwa. Hakuna siku utaona mazuri yanayopendwa na wengine. Kila siku utaona wakitenda mabaya. Hata yule mtu anayekufanyia mazuri hautayaona kabisa. Utaona tu ni mbaya. Kwa sababu ndani yako kuna kumbukumbu ya uchungu na mabaya. Haleluya. Kwa nini watu wakikosanaga? Kimeu. Watu wakikosana na wamekaa miaka 20, 30 kwa ndoa, wakikosana, huyu anamuona huyu mavi na huyu anamuona huyu nani? Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa nini? Hata si upendo umeisha. Upendo ndio tukikosana tukiwa na upendo ndio tutarekebisha. Lakini jambo la kwanza linalokuja kwenye akili za huyu mtu ni makosa ya nani? Ya huyu. Na makosa ya nani? Sasa kila mmoja akiona mwingine haoni mtu, anaona nini? Makosa. That's the problem. Lakini tukiwa na upendo,
Upendo ukiwepo, haya makosa hayataonekana. Utaona huyu ni mtu mwema na wewe ni mtu mwema, na mnaendelea kuishi na mnasuluhisha mambo, maana mko na neno la upendo ndani yenu. Watu wanaachana, wanapigana sababu hawana upendo. Kukiwa na upendo, utafanyiwa makosa alafu unainama. Sema nisamehe, na ni wewe umefanyiwa makosa. Tukiwa na upendo. Si ngumu hili. Lakini wokovu hii tunataka tuone matokeo mazuri. Tunataka tuone ushindi. Tunataka tuone baraka. Hizi baraka hazitakuja kwa sababu unakuja huko kanisani hapa. Hazitakuja kwa sababu unaombewa kila siku. Wacha nikwambie, mambo yatakuwa magumu mpaka utakapokubali kukaa katika design ya kiungu. Nilikwambia kuishi maisha ya duniani. Tuishi maisha ya mbinguni tukiwa wapi? Na hiyo ndio tunang'ang'ana naye mpaka sasa hivi. Tunataka tuoe vitu vya dunia, na vitu vya dunia ni chuki na kuweka kumbukumbu. Na mtu alifanya makosa miaka 20 iliyopita, bado ukikaa hiyo kimwangalia na mwambia jiangalie sana ukikumbuka kile ulifanya. Wewe utaifuta ndani yako, na kwa sababu na upendo unaendelea kuona tu akifanya mabaya. Ndio maana tunaishi maisha magumu. Tunaishi maisha yasiyo ya baraka. Tunaishi maisha ya kushindwa. Kwa sababu neno linasema upendo, turudi kwenye ile kitabu yetu sasa, hiyo ya Wakorintho. Upendo huo tunaozungumzia, upendo haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Lakini ndani yako kuna faili kubwa namna hii. Tena umeandika na mark red, pen ya red. Andikie. Leta. Upendo ukiwa ndani yako, hakuna kosa kubwa duniani. Hakuna kosa kubwa. Sisi mimi sikuzaliwa nikiwa nimeokoka, na kweli nilifanya mabaya sana. Nilifanya mabaya. Na nilikuwa mlevi kwa miaka 7. Totally. Na nilikuwa mzizi ama msharati. Mtu ameoa ni gani? Zote vile bana. Sio zote vile na hiyo. Mtu ambaye ameoa kwa mke nyumbani, anapotoka nje anaitwa nani? Mzizi. Nilikuwa hivyo. Na wacha nikuonyeshe kitu hapa, maana sasa kuongea sana. Nikafanya mambo hayo, maana sikuwa na upendo. Nakumbuka hata siku moja, hata sio mara moja, ni mara kadhaa, nimeleta mwanamke nyumbani na kumwambia mke wangu atengeneze ile nyumba ndio italala. Nyingine sikuwa na upendo wakini. Na yeye akaona ni vizuri, kwa sababu mzee naye amekuwa kisirani hivi, na mimi nitakuwa kisirani. Unajua kwa sababu hatuna Mungu, tulikuwa tunaenda ile nyingine hivi. Na akatafuta jamaa. Alitafuta jamaa. Sasa yeye hawezi kufanya kimacho macho kama mimi. Maana mimi nilikuwa na kisirani baya. Alafu mimi najiita jogoo wa nyumba. Mimi ni mwenye boma. Maana hatukuwa na hii elimu ya kwamba mke ni mwili wangu. Mke ni msaidizi wangu. Mke alikuwa kama kitu cha kukaa nyumbani ama cha kufanya kile unaamuru afanye. Na akatafuta mtu. Sijui kama alikuwa kabila gani, mimi sijui, maana sikumuona wala sijui. Na sasa shida moja, wanawake ninyi mnakuwa wanatumia kushika mimi. Mwanaume hata akienda mara 100 hata sana huko, hawezi leta mimba nyumbani na mimi. Sasa yeye alipofanya hizo vitu, mimi on my absence, mimi sijui kabisa, akapata mimba. Sasa alipopata mimba, na mimi siko nyumbani saa hiyo, nimerudi nyumbani, ninaona kuwa na amani, hana furaha. Acha kukuza nini mama? Nini kinakusumbua? Mbona ukuli vizuri? Mbona umekuwa mweusi? Naongea, sikuwa na shida. Nilikuwa mbaya sana, lakini nilikuwa naongea. Na nyumbani hakuna kitu kilikuwa kinakosekana, lakini mimi mniache nifanye vile nataka.
Haniambii kitu. Nataka nikuonyeshe upendo. Pia unaanzia mbali sana. Na tunapozungumzia upendo hapa, usione kama ni kitu rahisi. Ni kitu ambacho kinatakiwa kukugharimu, na ikikugharimu utakuwa umefaulu maishani. Hii kitu unaona tunaongelea. Tunasoma tu kama utani, lakini ukizingatia na ushike na ufuatilie, itakutoa mahali huko ikuweke mahali pengine. Mama akajua sasa mimi ni mjamzito. Akachukua nguo zake akaweka kiondo. Akaenda kwa baba yake. Bwana kaa huko kama. Sasa mimi niko kule nyumbani, hakuna mama nyumbani. Na hatujakombana, na sijaongea chochote. Basi nikaenda mpaka huko nyumbani kwao. Nikaenda nikamkuta na baba yuko na ndugu wako. Nikauliza sasa, huyu amekuja amewambia nini kimemleta? Nilienda mwenyewe, sikutuma watu. Baba akasema, hakuna kitu amesema. Na sasa nini umetoroka nyumbani? Hakuna. Kwani mtu anaweza toroka huko bila sababu? Hakuna. Sasa unatakaje? Hakuna. Unataka tufanyeje? Hakuna. Sasa hivi mtu ukisikia namna hii unashindwa. Nini kile? Kumbe sasa shida yake ni mtu. Na tuoni maana alikuwa na kitabu. Unajua mtu mwenye kitabu hawezi kuona hiyo kitu haraka. Ile kama kitabu kubwa alikuwa na kitabu. Sasa tukamwambia tarudi nyumbani. Sema tutaenda nyumbani. Tukarudi. Tukaja tukakaa wiki moja, mbili, tatu. Baba yake ameshahama. Ameenda nao. Sasa hiyo. Nilikuwa nasema hivi naangalia. Na sijui naye pesa alipata wapi, maana unajua mrefu ya akaunti yake ikoje. Sijui alipata pesa wapi. Mimi nilikuja kusikia ameenda nao. Sasa nikamwambia yule mama Masai. Anatupiga wote. Wacha aende. Maana ameamua kwenda. Na sijapiga yeye, sijatukana yeye, hajaniambia shida yake na aenda. Wacha tu akae. Tukafuatilia, unajua zamani ya kulikuwa na hizi simu. Unafuatilia mpaka habari kufikie miezi 6 imebaki nini? Imeisha tusikie mtu ametoka mara kamekuja mtoto. Sasa ndio akaambia, mtoto wako alizaa mtoto. Kumbe kwa sababu hii ndio ilikuwa inamfanya asifanye nini? Akimbie. Sasa nikasema, sasa mtoto. Yaani angalia roho ya mtu ambaye anajua hata kama siku aliokoka, anajua mtoto si hasara nipe. Mimi nikamwambia yule mama tulikuwa naye, nikamwambia tutaenda nao kumchukua huyu mama. Akaniambia twende tukamchukue. Hata yeye akaingia gari, tukaingia pita walikaga huko mapika huko. Utaa na hao wengine wote tulienda wote na Paulo. Wote. Sijui kama anakumbuka hiyo. Kafunga hema hiyo pika bibi. Na mimi naendesha mpaka na nasiokoka. Penda kuleta mtu ambaye amefanya uzinzi na ikatoa nini? Matunda. Kwa hiyo ukiangalia ule mtoto unakumbuka nini? Uzinzi. Lakini nilipomchukua na mtoto nikaleta nyumbani, nikamwambia wewe ndio ulikuwa mpendao. Maana mimi nilinyanyasa watoto wangapi? Ni vile sijaleta nyumbani. Unajua tuliongea sijaokoka. Nataka nikwambie ukiwa na upendo ndani yako, hata kama hujamjua Mungu, utafanya vitu ambavyo vinafanana na Mungu. Nikamwambia ninyanyasa wangapi ambao hawajakuja nyumbani? Ndio honest niko akona mamake. Mwingine alikuwa na huko Belgesi akona mamake. Sijui nani mwingine akona mamake. Na Gilesi akona mamake. Sasa wewe bafu kabisa. Ulikuwa unaenda wapi? Tulia na tukae. Sikuwa na Mungu huyu. Hilo kitu mpaka imtoke kwenye nini yake hivi. Ilinichukua miaka kama 7. Mimi niko free, kila kitu niko vizuri, lakini haiko vizuri. Sasa wakati nafundisha hili somo sasa, ndio nimekumbuka kitu kingine. Ya kwamba ijapokuwa alikuwa amefanya makosa makubwa yanaonekana, mimi niliangalia yale nimefanya zaidi ya kwake, nikaona sistahili kumhukumu hata dakika hii. Na sikuwa nimeokoka, sasa tuko na knowledge ya Mungu. Sikuwa na knowledge ya Mungu.
na nikasamehe na nikasahau, na hakuna mtu alijua hiyo maneno, ni sisi wawili tunajua. Sasa sisi tumeokoka hapa tunajifanya, lakini hatuna upendo. Ni lazima uangalie ya kwamba kama niliweza kufanya jambo kama hilo na nikamaliza na ikaisha na hakukuwa na kesi mpaka leo, ameniacha tukiwa na amani, ni kwamba sikuwa nimesamehe kama mtu wa dunia, nilikuwa nimesamehe nikiwa nimemaliza, nikiangalia mimi nimetenda ngapi. Wao wanajifanya tu ati huyu ndiye amefanya, huyu ndiye mbaya, au angalia pande ya nyuma umefanya nini. Kwa hiyo lazima tuangalie na tujue Mungu si mwanadamu. Mungu si mwanadamu. Shetani anaweza akakosea, lakini Mungu hawezi akafanya nini? Akakosea. Kwa hiyo wakati tunaangalia jambo hili hapa, tunaangalia neno hili hapa, imenikumbusha mbali miaka mingi iliyopita, karibu sasa, labda tuseme ni miaka ni mingi, maana 30 na kitu, na sasa na huko mbele ni kama miaka 40. Na unakumbuka vitu hivi, ukisoma hii andiko linasema hivi hapa ya kwamba basi upendo ukosi kuwa na adabu na au tafuti mambo yake mwenyewe, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Ndio nimekumbuka, kama ningehesabu mabaya hangekuwa karibu na mimi. Lakini mimi nikiangalia yale nimemfanyia, ninaona yeye hakuna kitu amefanya. Sijui kama unaona hii kitu. Umekosewa, lakini ukiangalia vile umefanya, unaona wewe ndio unastahili kuhukumiwa, kwa sababu kama sivyo ulikuwa umefanya hivi, yeye hangefanya. Lakini tatizo linatokea, yeye ako na tumbo ya kuweka chakula na ionekane, na mimi sina. Sasa mtu mwenye akili timamu hatampiga mtu wake kwa sababu ya jambo hili, hautamwacha mtu wako kwa sababu ya jambo hili. Mtu mwenye akili timamu, maana hata Yesu akasema hakuna dhambi sio samehe zao samehe. Na sisi tumekaa na kumbukumbu, tumeweka kumbukumbu ya mabaya, tumeweka kumbukumbu mpaka mioyo imejaa kutu. Kutu sababu ya kumbukumbu. Ni vizuri tuelewe, mtu mwenye upendo hatafuti mambo yake mwenyewe, haoni uchungu na hesabu nini. Hivi siku moja alikuja akanieleza kitu. Yaani amekuja na hasira, yaani pastor, unajua nimesikia hivi na hivi na hivi. Hivi na hivi nimesikia. Hivi na hivi nimesikia. Alafu mimi naona hiki kitu mbaya, nikamwambia ni mbaya. Hebu kumbuka kuliko anzia. Ili hapo wakati ana. Maana nilipatia kitu inaitwa knockout. Inaitwa nini? Knockout. Unajua unapigwa kwa moja kick, unaanguka na unatabaria migoro. Kisha akanyamaza kimya na mpaka leo hajaongea tena. Kwa sababu kile nilimwambia kinafanana na kile ananiambia. Lakini yeye hakuwa anaona cha kwake, aliona cha mwenzake. Na wewe ni lazima uangalie. Tuache kuchukulia mambo juu. Ingia ndani ya moyo wako. Ujiulize, mtu huyu nimemchukulia hivi, amefanya hivi kwa nini? Na kabla ya hiyo pia ujue, Mungu amekusamehe wewe. Mungu amekupenda wewe, akakupatia nafasi, akakuambia mwanangu, na wewe samehe wengine na uwapende mpaka adui. Alafu wewe ufanye. Na unajiita mwana wa Mungu. It cannot happen. And it will never happen. Hallelujah. Kwa hiyo sijui nisemeje, kwa sababu kama tuna upendo hakuna kitu kitaharibika katika maisha yetu. Na usiweke pepo hapo, weka pepo kando. Muangalie na weka pepo kando. Pepo haiwezi kaa kwako kila siku. Pepo tukiwa hapa itatoka tu na itakuacha. Kwa hiyo pia angalia moyo wako umejaza nini? Umejaa nini moyo wako? Kwa nini tunaongea samehe huwezi? Kwa nini tunasema kuwa mtu wa kweli huwezi? Kwa nini tunasema mpende mtu mpenzi? Wewe ni mtu wa namna gani? Huyu Yesu tuko naye, wewe ndio uko na yeye. Na kama ni huyu Yesu uko na yeye, mbona hubadiliki? And people
People are not ready to go and say sorry. Yaani kwenda kusema nisamehe. Kusema nisamehe. Na kuna vitu vitatoka ndani yako mpaka yule mwenye kukukosea ama ulimkosea mwambie nisamehe. Na huwezi kusamehe kimya kimya ndani ya moyo. Tunasamehe ndani ya moyo mpaka tunapata breakthrough, tunaenda tunaomba msamaha. Ndani. Mtu alifundisha hapa. Alifundisha. Unakaa na hasira na mtu. Umebeba mtu, amekuwa yeye ndio Mungu wako. Kila saa ukienda hivi ndio unamwona hapa mbele yako. Hauoni Mungu. Anaweza asifiwe. Hii si ile ya kupokea, hii ni ile mbaya. Hata hakuna amen. Naweza sitaki useme amen. Tunahubiria crusade na hakuna amen mpaka namaliza. Wacha nyinyi kanisani. Kwa hiyo mimi hapa sibabaikaki. Haleluya. Ile tunasema ile maisha tunaishi, sisi ndio tumejiweka hapo. Sisi ndio tunakaa hivyo na tumekubali tuwe hivyo. Maana kile Mungu anatuelekeza hatufai. Sasa kama hatufanyi, sasa swali ni hili. Ndio huyo akasema, sisi wote ni wanawake wa nani? Wa Kristo. Kristo ndio Bwana wewe utakana huyu mama kama akusikilizi. Utakana naye kama akusikilizi. Utakana naye lakini shingo gani? Akana shingo gani kama kweli unashika neno la Mungu? Hakutii, anaenda sokoni, anakuja usiku, anakuja kesho yake asubuhi. Wewe kazi yako ni kumwangalia. Itawezekana? Kuna mahali nafika namwambia this is too much my friend. Either uache ama basi tutafute namna nyingine ya kuishi. Maana imekuwa ngumu. Sasa sisi Mungu anatufundisha every morning kama wake zake. Every morning anatuambia tunakataa. Naye Mungu anaweka mikono juu. So ni lazima tuangalie. Tuone ya kwamba tunapomaliza mwaka huu tumejifunza mambo mengi. Ni lipi umetekeleza? Ni lipi hujatekeleza? Uangalie. Maana tusifanye hivi. Jamii inamaanisha neno lile unaweza kuaccommodate unachukua. Lile huwezi kuaccommodate unafanya nini? Unaliacha hii sifanyi. Hiyo ifanywe na Shetani. Hiyo ifanywe na yule mwingine. Neno lote sisi zote inatuhusu. Kuwa pastor si kitu nilikwambia. Kuwa bishop si kitu. Ni kukaa kwenye neno hili. Maana hakuna bishop ameandikwa anaenda mbinguni. Inasemekana mtoto wa Mungu anaenda wapi? So uangalie unafanyaje. Je, wewe ni mtu wa kusema mabaya? Wewe ni mtu wa kuona uchungu? Wewe ni mtu wa kutafuta ya kwako mwenyewe? Wewe ni mtu wa kukosa adabu? Kosa adabu, naongea ovyo mbele za watu. Hata kujua ni kina nani wako hapa? Ni kina nani wako hapa? Ongea tu vile unafikiri. Wanarudi nyuma wanaulizana, na huyu si mama fulani? Anataka kanisa gani? Si ni ile kubwa. Ile maana ile kanisa ndio ile kubwa. Na wengine wanasema ile ya matakili. Huyu ni mshirika wa Shetani. Na mbona Shetani anakuanga ongea? Mbona tunamsikia? Maana hasira imepanda, ikakosa control, ukaongea. Alafu baadaye na kuhukumu, inakumaliza, unafanya watu wengine hata wasiokoke na huku unajiita ni mwokovu. Wacha nikwambie, lazima tutafute upendo. Sema haleluya. Lazima tutafute nini? Maana upendo haukosi kuwa na adabu. Mtu mwenye adabu kimeu hawezi kwenda kuongea ovyo ovyo. Mtu mwenye adabu hakaji mahali ovyo ovyo. Mtu mwenye adabu husikiliza watu wengine. Haukosi kuwa na adabu. Alafu inasema ya pili ya hiyo nyingine inasema hautafuti mambo yake. Ungekuwa sina upendo na nyinyi, ungekuwa mmejengea nyumba ya ghorofa. Yaani ni shike hivi ni wafinyilie maana mimi najipenda mwenyewe. Finyilie mpaka yani na wakabua. Tusataka tukitoka hapa na kusanya. Yaani natafuta mambo yangu hapa. Lakini upendo hafanyi. Upendo unaangalia na mwenzake. Haleluya.
Haleluya. Alafu hii kitu ukiangalia hapo mbele inasema hauoni uchungu. Kama unaona uchungu ndani yako kwa kila kitu fulani, basi una upendo. Hauhesabu mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hauhesabu nini? Mabaya. Pamoja na kwamba nilikuwa nasamehe kabla sijaokoka, mimi nilikuwa nasamehe, lakini hata leo ni vile sija kumbuka. Jana ningeingia kwenye nini yangu maktaba ya vitabu vyangu, ningekuja na kitabu moja ilikuwa black kama ile inaandikwa na mada black, alafu iko na peji 3, peji ya mama mkubwa, mama wa katikati na mama wa mwisho. Ukifanya makosa hailista iko hailista, na kuna makosa ikifika kiwango fulani then mnachukua tu. Hiyo ndio nakwambia sasa ninaua watu wengine hapa. Maana waliotaka makosa wakiwa wameokoka wakaendelea kuandika, wakiwa hawajaokoka walikuwa wameandika, hawana upendo. Sasa wanakaa, unamuona mtu kama nyani badala ya kuona kama mwanadamu. So kile umemwandikia ndani ya moyo wako inamgeuza anakuwa nyani badala ya mtu. Nilipookoka nikasema kumbe mimi nilikuwa mjinga sana kuandika makosa za watu, kumbukumbu za makosa ni watu wa maisha, na sio maisha yule unamwandikia, maisha yako mwenyewe. Maana maandiko yanasema, kuna andiko nimesoma sijui kama ni hilo, nasema ya kwamba yamkini kama upendavyo kufanyia wafanyie na hivyo. Tumesoma hilo andiko leo, sio leo. Yamkini kama unavyopenda wengine wakufanyie nao wafanyie wao. Sasa wewe unawafanyia wengine sivyo, na unataka ufanyie vizuri, haiwezekani. Weka kumbukumbu ya makosa. Leo mimi sina kumbukumbu. Ndio Paulo ananikosea, sioni. Pitaka ananikosea, sioni. Akosea huyu mwingine, sioni. Huyu ananikosea, sioni. Inafanywa vituko. Huyu mkazamana wangu hapa siku moja amekuja amenidanganya. Hata si kudanganya, ni kuongea live. Uko na mama. Hatukumbukagi vitu sisi sasa. Si kazi yetu ni kumwambia Mungu asante. Maana tumejua. Kuja anasema mimi huyu kijana wetu amenichosha huyu. Sasa unatakaje mwanangu? Unajua upendo. Bado nimeokoka saa hiyo. Sasa tufanyeje? Anasema mimi naona nitafia huko. Kwa hivyo tufanyeje? Tufanye hivi. Mnitafutie pesa. Nitafute nyumba mahali nikae. Nikamwambia, sasa ukitafuta mahali Pitaka atakuja tu. Heri alikutaga huku kuliko kule naona atanimalizia huku. Sasa sisi na upendo wetu tukamkabidhi pesa. Hata kama mtoto aliacha hapo kalilala hapo kakilia. Akaenda akakalile kitu inaitwa sina taabu. Akamenyamenya zile pesa, alafu na nimkazama na wako. Na kesho mko naye. Acheni hiyo shida mko naye. Tuwe watu wa kuachilia mambo. Hatukumshika tupeleke polisi. Hatukumwambia umefanya makosa. Tulimwambia maisha yako inapotea. Inapotea. Sasa ukisikiliza nikikwambia vitu hivi, sikwambii vitu ambavyo sijapitia. Pesa ilitoa shida, lakini umekusanya tu kili 3 na mwambie ndio hii. Alafu baadaye na kama mtoto kaliacho kalikuwa kadogo kama yake hapo na mama. Ajarudi mpaka kesho yake. Sasa kama wewe ungekuwa nani ungeenda umshike hivi? Sijui upeleke polisi, sijui upige, sijui ufukuze kwa hiyo bomba, lakini hakuna. Tunasema angalia maisha yako yasiharibike. Kama hatukuwa na upendo, leo angekuwa ameketi hapa. Angekuwa ameketi hapa. Ukiona watu wakiokoka, kuna gharama zimelipwa eti. Na wewe hutaki kulipa gharama. Unataka watu wakuje tu waokoke. Ni wewe unajiambia hivyo. Unachukia mtu na unasema, Mungu si umuokoe hata ukoaje wewe, na wewe ndio unatakiwa kumuokoa yule mtu. So, hii neno uliangalie sana na uangalie maisha yako. Nilimwambia huyu mke wangu angalie
watu watamfanyia mabaya, na wakati anashika yale mabaya anamwingia ndani yake, wanamdharau, wanamharibu. Wakati amechukia anakuwa mgonjwa. Tangu wakati alianza kuacha kuchukia, akifanyiwa mabaya chukii, siku hizi hakui mgonjwa. Sababu wakati mioyo yetu inaharibika, tunapata shida. Haleluya. Kila saa alikuwa anakuwa mgonjwa. Nikamwambia hii ugonjwa haitaisha mpaka utakapojua kuachilia hawa watu wanaokusumbua. Wewe mtu anakuja na kuongelesha vibaya, anaongea vibaya juu yako na unasikia. Alafu ukisikia unakosa ile roho ya kutupa yale mabaya, unaweka ndani. Unaanza kuwaza kidogo tu pepo inapata nafasi. Siku hizi hajanisumbua tena. Maana amejua kumbe nitakufa upesi. Maana unapokuwa na hiyo hali ndani yako unakufa upesi, inakupunguzia maisha. Kwa hiyo upendo huu unaozungumza ni upendo ambao hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Haleluya. Sitaki kusoka hiyo pati kwa mbele. Nataka nimalizie hapa, lakini tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Soma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuhusu hiyo maneno. Wafilipi sura ya 2. Ndio mstari mdogo wa 4. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Hiyo ni ngumu. Ndio ndio. Hebu soma Kikamba. Kila mundu wenu ndakasubire sindu syake mwene, indi kila umwe wenu nasubire sindu sya ala ange nasyo. Ingereza. Look out for one's interests, not just for your own. And look out for one another's interests, not just for your own. Mimi bila nasema kama mtoto aklima na kusomea ile Kiingereza sisikiaji. Nasema unaisoma leo. Hebu rudia, ama wewe ndio ufanyaje hivyo sasa? Kwa sababu za kushinda kusoma. You don't look for interest for others, you are looking interest for yourself. Sasa akisoma ile andiko linamchoma, anaacha, anakosea barabara. Unajua anawashikaga tu hivi. Soma vizuri basi baba. Ndio tunasema look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hili ni mambo ambayo hatuwezi tenda pasipo upendo. Hatuwezi. Kwa hiyo upendo hautafuti mambo yake mwenyewe. Sasa wakati tunaishi katika upendo, tutaangalia faida ya mwingine pia. Faida ya mwingine. Faida ya mwingine, tutaangalia maisha ya mwingine. Siku ile tulikuwa na mkomboa huyu dada hapa, nikamwambia kuanzia leo usiende kazi Jumamosi, nikaangalia faida yake. Pesa yangu ile mnanipeleka 10%. Huwa inatolewa 500 baada ya kutolewa tithe, inatolewa 500 kila wiki kwa sababu ya yule mtu anakaa hapa kupika chai hapa. Mimi namlipa, mnanipatia tithe na mimi natoa nyingine, naangalia faida ya mtu mwingine. Inatolewa every week, inatolewa 500. Hiyo ni mimi nimesema. Ili yule mtu anakaa hapa kwa sababu hamna mshahara ya kuandika mtu nyie kanisa hapa. Kila ikimaliza mwisho wa mwezi anakuwa na ngiri ngapi? Hata kama ni kiatu moja si atanunua. Faida ya wengine. Lakini angalia mtu ambaye hana upendo. Anataka vitu vyote vipewe kwake. Na si hivyo tu. Ukiangalia maisha ya mwingine, Mungu naye anakuangalia wewe. Ukiangalia maisha ya mtu mwingine, Mungu anakuangalia wewe. Na kuna wakati niliwafundisha hiyo. Na ukisaidia mtu asiye na uwezo, atakuwa akikuombea bila wewe kujua kama anavaa nini. Anakuombea. Na utaona mambo ikitokezea. Sijui nini kilitokea juzi. Kuna mambo ilitokea hapa hivi. Na ikabidi nitoe pesa, upeane. Ilikuwa shilingi 27.
na nikapeana, na hiyo pesa ilikuwa na mpango wake. Lakini wacha nikwambie, Mungu ukifanya kitu kwa moyo wa upendo, anaye anafanya kwa upendo. Siku ile tukihubiri hapa tukiwa na vijana hapa, nikamwangalia kijana wa yule dada alienda nini huko ule dada yako ako wapi? Nikamwangalia huyo kijana, huyo dada yake, nikamwambia mama yako yuko. Tulikuwa kwa semina hapa. Sasa akikupigia simu mwana anipigiaji na niongelesha kitabu alienda, umwambie pastor bado yupo. Na akumbuke pastor yuko tu. Na yale hata nilifanya hata kama akumbuke sana, akumbuke kado. Na sikuwa na shida na chochote, nilikuwa naongea kama mtu tu. Lakini kesho yake niliona nimewekewa 20,000. Nikasema zimeanza kurudi, maana nimetoa kwa upendo. Ikifika jioni yule msichana mwingine wako pale na akaweka 6,000. Akasema haleluya, imebaki moja. Kabla haijafika jana ilikuwa imefika 37 badala ya 20. Lakini wewe unakaza. Tuwezi kuangalia mambo faida ya mtu mwingine ni yako. Sasa upendo uangalie. Si lazima kuwe na sababu ndio ufanye, lakini ukiwa na upendo, maandiko inasema hapa katika kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Ndio pale unaona tunasoma pale katika kitabu cha Korintho anasema ya kwamba na upendo hautafuti mambo yake. Unapunguza ulichonacho kwa ajili ya mwingine. Kumbe wakati unapunguza unaongeza. Ndio siku moja Jumatano moja tukiwa hapa, mtu akauliza swali. Akasema Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri, chini sura ya 12 pale chini, ama ni sura ngapi? Chini 11 ama 12 hapa. Nasema tupa mkate wako katikati ya maji mengi, nao utaupata baada ya siku nyingi. Baada ya siku nyingi. Wewe unaweza tupa mkate kwenye maji alafu baada ya siku nyingi upate. Lakini mafumbo ya Mungu ni makubwa. Wakati unapea mtu kitu bila kutarajia chochote, ni kwamba umetupa mkate wako katika maji mengi. Lakini Mungu anafanya jambo, unapata hilo kitu ulichokifanya baada ya siku nyingi ama chache. Lakini sasa kwa sababu hatuna upendo, unaangalia mtu mpaka anaanguka. Unaangalia mtu mpaka anaanguka. Siku hiyo nilifundisha vijana hapa, ndio nilikumbuka, nikamwangalia hapa, nikamwambia unaenda university. Lakini siku moja nakumbuka nikikulipia school fees. Nakumbuka mama yangu akilala hapa, nyumba zimefungwa zote na duka zimefungwa zote. Sijui nilienda kutafuta wapi pesa, nikalipa hizo nyumba zote na nikalipa school fees yako na nikamlipia nyumba na nikampatia pesa aendelee na hiyo duka yake pale. Kujali mambo ya watu wengine na unafanya na unanyamaza kimya. Wacha hiyo kufanya kadogo tu naanza nisaidie pale. Unafanya vitu na unanyamaza kimya. Upendo. Lakini kuna mtu naye akitoka kitu hivi kadogo inakuwa ndio magazeti. Ndio tujue ametoa. Hakuna thawabu yoyote utapata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuombe Mungu atupatie nini? Na ukipata upendo, uwe na tabia za nini? Naelewana sasa? Ukipata upendo, uwe na tabia za upendo. Maana upendo usio na tabia hizi ambazo tunazungumza hapa ni upendo usio wa mtu. Mimi hapo kunifanyia nini? Mimi hakuna kitu. Mimi hakuna kitu. Nikasikia mpaka macho utoi hivi kama goloni. Bila kuangalia tu. Na moyo wangu ni safi. Ni safi. Na utanilazimisha kufanya kile kitu sitaki. Sifanyi. Nafanya kile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umenielewa? Shikanisha na hiyo ya Belinda. Amekusomesha kama mwalimu. Wekelea hapo na ile ya Philip. Unganisha zote. Kuja weka na hii. Rudi nyuma. Kuanzia mwezi wa 8 uangalie. Sijui ilikuwa ni mwezi wa 7 tukijifunza kukaa katika kweli. Na tukamwona Yesu kama timansi ama kabiro.
Tunajifunza mambo haya tutoke kwenye ulimwengu huu ili tuweze kupokea baraka. Na huyo akarudia leo akasema amesikia, na niliwaambia sauti ilikuja hapa ikasema Mungu anataka kutubariki, lakini mpaka tujitakase. Nilisema masikusema. Sasa hili ni kwamba tunapojifunza mambo haya, si umoe kile kitu kiko ndani yako ambaye kinakuzuia usipokee. Na unajua kama unamchukia mtu yoyote ni wewe unajichukia. Na uko gerezani. Kwa hiyo tunaambiwa tafuteni kuwa na amani na watu. Aha. Alafu kuna hilo umemweka blacklist. Na unasema kanisa yetu inanena kwa lugha. Kanisa yetu hiyo wacha. Ni kama wakati nilikuwa Mkatoliki. Ukiongea habari ya Katoliki utakutandika. Maana watu walikuwa na dharau Katoliki. Sasa ingine kuna kama nasikia mtu anaongea Katoliki nashika shati namna hii na toa nje. Hata kama ni kwa baa. Nitakugonga. Kwa nini kuna dharau kanisa yangu? Na zaidi niko mlevi. Sasa leo kuna watu tuko nao hapa. Kama na kwa kitabu wanasema nyamaza. Hiyo ni kanisa yetu. Hapo ndipo naabudu Mungu. Na hiyo kanisa wataona, lakini yeye hayuko kwa hiyo kanisa. Sababu hafanyi makusudi ya nani? Mungu. Kwa kila mtu angalie. Uone ya kwamba ile tumefundishwa ndani yetu kuna vitu vizuri. Na hizo vitu vizuri zitengeneze mtu wa nje. Tabia yetu, watu angalie huko, wakituona huko, wanajua kweli watu hawa ni wa tofauti. Na hii itawezekana tu tukiwa na upendo. Na upendo inamaliza wiki, inafunika wiki wa nini? Hivyo inasema nani anasema sisi maandiko yanasema je, mzee wacha kusikia njaa saa hii. Upendo ufanye si. Ufanye ni ustii. Hiyo Kiswahili. Upendo ustii wingi wa ina maana mradi atafanya dhambi nyingi, makosa mengi. Lakini kwa sababu niko na upendo sioni kama amefaa. Lakini namuonya. Ikifika mahali ndamwambia na nitakutenga sasa. Ndio nione kama atajirudi. Lakini siwezi kumchukia. Naelewana? Bwana Yesu asifiwe. Na kama una upendo huwezi kujua mambo makubwa. Mimi kwa sababu niko na upendo, nikikaa na watu wananiambia mambo yao. Hizo wakaniambia, unajua tunavutaka banki hivi na hivi na kulewa. Nikaangalia nikasema, Mungu wa mbinguni, saidia watu hawa. Kwa sababu upendo ule niko naye, huwezi ukakaa ukaficha kitu ndani yako. Lakini mtu mwingine anajaribu kukalisha mtu chini kama polisi, unamwambia utaniambia, nakwambia hata unikate shingo, mimi ndio nitakwambia. Maana tunamuuliza umharibu, umuulize umsaidie. Maana huna upendo. Kama mimi ndio ningekuwa nageuza watu. Ningekuwa nimewageuza wote. Lakini tumeambiwa pia kila mtu nia yake na ukubali. Na ukubali inawezekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. We are continuing. Hatujamaliza, tunaendelea. Tutaendelea, tutaangalia hii kitu. Nitakupeleka mpaka mwisho ndio niende section nyingine. Maana tupendane. Maana upendo toka kwa nani? Na Mungu ni nani? Upendo. Na huwezi kusema unampenda Mungu na umpendi nani? Unakumbuka hiyo maandiko? Kwa hivyo ukisema unampenda Mungu, ukiwa kweli unampenda Mungu, utampenda na jirani ama na adui yako. Hivyo maandiko inasema. Mtu anafanya makosa sana. Wewe huwezi kupigia simu kwa sababu una makosa. Wakati kuna shida mahali, siwezi kabla kupiga simu. Kuna shida mahali, nakupigia. Nikiwa kama unaendeleaje, nikijaribu kuona ya kwamba ninakusaidia ili usipotee. Lakini kwa sababu wewe huna shida, ndio sababu sikupigii simu. Lakini kuna watu wana shida kila saa, unauza uko wapi? Niko tu hapa naendelea. Uko salama? Haya sawa. Unaachana na yeye, upendo. Na huyo mtu hakuna kitu anakupatia. Lakini kwa sababu na upendo wa Mungu unamfuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kupona? Unataka maisha yako yabadilike? Unataka kila kitu iwe tofauti? Anza kufanya matendo ya upendo katika maisha yako. Na usipende watu ukiwa umebagua.
tabaka. Hapana, penda watu kama watu vile Mungu anapenda watu. Bwana asifiwe. Haleluya.